Sasa mimi nimeenda Cairo pale kusimamia ile mechi. Sasa kwa bahati nzuri nimekutana na viongozi wa Zamalek. Sasa unajua mimi mtu wa finance, nauliza kwamba jamani bajeti yenu ni shilingi ngapi? Sasa kuja kujua kwamba bajeti yao ukilinganisha na bajeti yetu, at that time bajeti yetu ilikuwa ni 1%. Nilikuwa natoa sponsorship Simba, walikuwa wanavaa Taifa Sopa au MTL milioni 100 at that time. Mimi nimerudi, nimeongea na viongozi wenzangu kuambia kwamba jamani lazima sisi tubadilishe mfumo, tuingie kwenye commercialization ili tuweze kushindana na timu hizi kubwa. Kwa bahati nzuri, kwa bahati mbaya, wanasema Mohamed wewe unakuja kununua Simba. Hii kitu haiwezekani. Basi mimi nimesema kwamba nimesimamia mwaka ujao tumepata ubingwa, nimesema kwamba basi mimi naomba ruksa, mimi nataka nikagombea ubunge, nisaidie wana Singida, peleka maji, huduma za afya na kadhalika na kadhalika. Hapo ndipo nimeachana na Simba. Kwa nini? Nilijua bila pesa hatuwezi kushindana na hizi klabu kubwa. Sasa imetokea kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Salama Jabir. Salama Jabir 2005 tumefanya naye interview. Kwenye hiyo interview ameniuliza maswali mengi, mambo ya siasa, mambo ya uchumi na nini. Hapo anasema Mo wewe Simba, mimi niko tayari kuwekeza bilioni 20. Mimi nilijua kwamba hii kitu haitafanyika. Nimetamka bilioni 20, nimetamka yani kama masiara hii. Lakini wanachama, wana Simba wa Tanzania wameona kwamba hapa bana huyu Mo ana dira. Kwa moto umewaka. Viongozi hawa wameniambia kwamba Mohamed, labda tuanze kufikiria kubadilika. Kwa bahati nzuri miaka 4 iliyopita tumeanza sasa mchakato. Sasa mchakato ambao hujafanyika kwenye Afrika Mashariki na Kati, mchakato mpya kabisa. It was tough. Kwa nini? Uchambuzi mkubwa, katiba tumebadilisha, uchambuzi mkubwa, kila siku tunapigwa vita, hii kitu sio sawa, hii kitu kibaya, hii kitu. Wenzetu juzi wampitisha katiba, lakini sijamuona mchambuzi yoyote ambaye anachambua nini kilichotokea. Riski yao, mimi sina shida. Kwa nini? Mimi naona kwamba unajua sisi excel na lazima na wao wenzetu wa excel. Kwa hiyo mimi nawapongeza kwa hilo sana. Lakini uchambuzi ambao ulifanyika kwenye Simba ulikuwa mkubwa zaidi sana. Ulikuwa ni kelele. Sasa imagine, sasa mimi nimesema ni mwekezaji. Sasa miaka 4 Simba budget ndogo, hatuna pesa. Kwa hivyo waheshimiwa waandishi wa habari, mimi kwenye miaka 4 nimewekeza, yani hapa mpaka leo, bilioni 21.3 kwenye miaka 4. Na kila pesa ambayo nimetoa, mtaniuliza hizi pesa umetoa ya nini? Mishahara, kila mwezi kuna msajili, tumetoka na alikuwa nani yule Leicester. Baadaye tumemleta Awesome, Sven na Darosa,
motivation, pesa za motivation, pesa za usafiri. Kwa nini nilishatag jina langu na Simba? Kwa hiyo hapo nilikuwa nataka mafanikio kwa namna moja au nyingine. Lakini pia sasa ukiona kila mwaka mimi nilikuwa nishaanza kutoa zaidi ya bilioni 5.3. Kwenye miaka minne bilioni 21.3 imeshaingia. La kwanza. Lakini la pili, bado CEO anasema bado nasajili, pesa inahitajika. Bado mechi ya Simba Yanga kwenye Confederation tume bonus kubwa, bado hela hatuna, lazima nilipe mimi. Tunaingia kwenye pre-season, lazima nilipe hela mimi. Tunaenda kununua wachezaji na kufanya usajili mkubwa, lazima nilipe hela mimi. Hii ni pesa za ziada ambayo mimi natoa kwa ajili napenda Simba. Lakini kitu ambacho kinaniumiza sana. Kama Mohamed ana bilioni 20, ana bilioni 20. Sasa leo hii miaka minne nimetumia bilioni 21.3 kwa hesabu zangu za haraka hii bilioni itafika bilioni 24 tayari. Lakini sasa leo nikisimama mbele yenu nimesema basi nimetimiza hiyo bilioni 24 chatudayani. Kwa hisa zangu za 49 ni bilioni 19.6. Ndio FCC wamekubali. Kwa nini mwisho tulianza mheshimiwa tulianza bilioni 20 nipate 51%. Alafu imefika bilioni 20 nipate 50%. Alafu bilioni 20 imekuja 49. Kwa hiyo bilioni 19.6. Nimesema sasa nikitoa bilioni 19.6 kelele itaanza. Wachambuzi amesema bilioni 20 sasa imekuwa 19.6 bilioni. Kwa leo hii tuna hafla wapi, tuna endowment fund ambayo tumekubaliana na wadhamini kwamba leo hii sasa nafanya hiyo transaction kusema kwamba Mo hana bilioni 20, leo hiyo bilioni 20 natoa rasmi. Kwa hii kelele ya bilioni 20 tuachane nayo. Nitatoa cheki hapa kwa bosi wetu na bosi wangu hapa ishe. Kwa hilo ilikuwa ni historia yangu. Lakini mjue sasa kwamba sinunui hisa ya 49 kwa bilioni 19.6, lakini inaweza kufika bilioni 43, 44. Maanake thamani ya klabu imeshoot. Lakini imezidi kutokana na uwekezaji. Na tujue na tukubali kwamba kuna watu hapa wako Simba, kuna watu hapa wako wenzetu wengine, lakini Simba tukubali kwamba imeweka ligi yetu ya Tanzania kwenye ramani ya Afrika. Mimi nasafiri sana Afrika. Kila nikienda ukiongelea mpira nasema Simba, Simba, Simba. Tumetoa timu 4, wenzetu wana benefit, no problem. Lakini sisi malengo yetu tumefika. Kwa hivyo narudia tena kuwapongeza bodi, mwenyekiti, wadhamini kwa ushirikiano mkubwa sana na management kwa kufanya kazi kubwa sana na kunirahisisha niweze kuongoza vizuri. Mjue kitu kimoja kwamba mimi nimetoa jasho kwa ajili ya Simba, nimetoa machozi
kwa ajili ya Simba. Nakumbuka tulifungwa na UD Songo, nililia. Mfungwa na Prison ukalia sana. Na Prisons nililia. Nilikuwa nalia. Kwa hiyo machozi, damu, jasho, pesa sio muhimu, lakini muda. Nimejitolea muda mwingi sana. Napoteza opportunity kutengeneza pesa kwenye biashara zangu zingine, natumikia Simba. Kwa hivyo mimi mjue kitu kimoja, naipenda Simba kwa dhati, nawekeza kwenye Simba sio kupata pesa. Unajua leo ligi yetu imekuwa kubwa, watu wanapata sponsorship kubwa kutokana na mgongo wa Simba, lakini wanafanya biashara wanapata pesa. Lakini mimi sifanyi hiyo, mimi nawekeza na nakuambia kwenye miaka 20 ijayo Simba haiwezi kuzalisha pesa. Yaani budget itakuwa inazidi. Unanunua mchezaji $200,000, $300,000, $500,000, itafika $1,000,000. Ni kwa kila mara pesa tutakuwa na balance budget. Sasa niwaambie kitu kimoja, mimi na tatizo moja. Sisi tumefanya utafiti. Wana Simba tuko wengi. Kwa utafiti ambao tumefanya ni 68% mpaka 70% wa kila Mtanzania ni Simba. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wana Simba au washabiki wa Simba au wanachama wa Simba, kipato chao, yani tuseme purchasing power, ni kubwa zaidi. Kwa manake ikiwa SportPesa wana bid zaidi. Kwa hivyo ukija ukiniambia kwamba bana mimi nilinganishwe na mwenzangu, sisi tumewekeza, tumepata matokeo vikombe 4 viliotokea, Confederation 2, Simba Queens 2 back to back, Champions League quarter finals, sisi tuko kwenye nafasi ya 12, sijui 13, wenzetu wako 88, sijui 90. Sasa unaniambia kwamba mtu anajitokeza kwamba atake kutoa sponsorship, anilipe mimi hela sawasawa na mwenzangu, hiyo siwezi kubali. Hapo tutagombana. Kwa hivyo lazima mjue kwamba sisi we are the pioneers kwenye miaka 4 kurudisha ligi yetu kwenye ramani ya Afrika. Leo we are number 12 in Africa. Number 12 in Africa. Na hakuna mtu wa kubisha kwenye hili jambo kwamba Simba has been instrumental kufanyikisha hili jambo. Mipango ya baadaye, tumeanza na Mo Simba Arena, lakini tuna plans, there are big plans. Big plans, yani tutafanya press ya hiyo big plans. Tutakuwa na viwanja 8, tunataka, yani vision yetu kujenga stadium yetu, youth academy, real estate, ili tuweze kupata mapato, tuweze kucompete na Al Ahly. Leo Al Ahly ana uwezo wa kununua mchezaji for $1 million, $2 million kutokana na budget yao. Kwa sasa sisi lazima tujipange. Kwa hivyo kuna plan kubwa sana na kuna kamati maalum ambayo inafanyia hiyo kazi kuweza kwamba kuisogeza Simba ili budget yetu iwe mara 4 mara 5 zaidi kubwa, ili mwisho yote shabaha yetu nini? Kushinda Champions League.
lakini tutafanya press. Malengo yetu kuendelea kutetea ubingwa wetu, kushinda vikombe, lakini mara hii tujaribu angalau hii quarter final. Sasa unajua haipendezi tena kwa ajili ya Simba. Juzi nimemsikia kocha wa Al Ahly amesema kwamba bana, nimefungwa na Bayern Munich na nimefungwa na Simba, na kati ya timu zote ambazo moja ya timu ambayo imenipa kazi ngumu ilikuwa Simba. Kwa hivyo we're almost there. Na mimi vision yangu au tuseme shabaha yangu, sintaridhika paka Mungu atujalie tushinde Africa Champions League. Kwa hivyo tunataka kutetea ubingwa, lakini pia tuendelee kushinda vikombe na kadhalika na kadhalika. Mimi naomba hii taasisi iendeshwe kwa transparency, wazi. La pili, iendeshwe kwa discipline ya hali ya juu. Hatuwezi kutoka kwenye hiyo issue ya discipline. Lakini la tatu, hakuna mtu mkubwa kuliko Simba. Hii Simba tumeikuta sisi tutakufa, tutaiacha Simba. Simba itaendelea. Mo ni mdogo mno kwa Simba. Hatuwezi kukubali kwamba mtu yuko juu ya Simba au mkubwa kuliko Simba. And that includes me, Mo. Sipo. Kwa hiyo tujue lazima kwamba Simba is Simba. Sisi tunaitumikia Simba, tunaipenda Simba, lakini there is no one bigger than Simba. Even Mohamed Dewji is not bigger than Simba. Tujue hilo. Mimi naona nimesema mambo mengi sana, yametosha hapa na document ya FCC ambaye imetupa idhini. Iliyobakia hapo mimi naweka hela, iliyobakia hapo kutakuwa na issues zingine za transfer za assets na liabilities. Kwa hiyo tumebakia kama 3%. Lakini nirudie kusema kwamba tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana. Hakuna mtafaruku, wadhamini yani wametusaidia, wametupa mwongozo. Viongozi wa Simba wametusaidia, wale wote ambao wamechaguliwa wametusaidia. Nimshukuru pia Magori ambaye hayupo kwenye bodi, lakini is an advisor to the chairman of the board. Amenisaidia. You lazima give credit where credit is due. Amenisaidia na ataendelea kunisaidia. Na tunajipanga kwenye usajili. Usajili utakuwa mkubwa, utakuwa mzuri. Na tunaendelea na mapambano. Tunajua ligi itakuwa ngumu. Kwa hivyo Mungu atutangulie. Kwa hivyo hapa kuna watu wanasema wana kuna nini, naona tu kwenye mitandao na tukanwa Mohamed ana pesa sawa bwana, hamna shida. Hapa nataka kusema tu hapa, Mohamed Ghulam Abbas Hassan Ali Dewji, Simba Sports Club Endowment Fund, ndio tulikubaliana na FCC, is one of our corporate clients who maintains a current account both in foreign currency as well as in maintaining fixed deposit of 20 billion shillings. FCC ilisema 19.6, lakini nimesema nikikata milioni 400 uchambuzi utaanza. Kwa nimesema
potea mbali, iwe bilioni 20. Kwa hiyo mimi kwa heshima kubwa na taadhima, tuna hafla leo, tumeleta cheki hiyo. Kwa nini? Hao ndio wakubwa wetu. Kwa hiyo hii sasa anaonyesha kwamba hela zimeingia. Sawa. Kwa hiyo Mgoi na nadhani pia naomba kumtambulisha Mheshimiwa Ramadhani Kailima, alikuja baadaye, nadhani tunafaa kutoka kwa Waziri Mkuu. Yes. Karibu. Pole mheshimiwa. Angalia na huku kidogo. Na huku Na kushoto. Na huko. Rachel. Over. Show everybody. Okay, mkitosheka mtasema kama zimetosha picha. Yes. Shika. Tucheke basi kidogo. Sasa leo mwenyekiti wa bodi anamzawadia mdhamini wa klabu zawadi ya medali, lakini pia mdhamini atamwambia mwenyekiti wa bodi tunashukuru kwa mambo ambayo umeyafanya na leo pia chukua medali yako. Kwa hiyo kwanza tutaanza kwa mwenyekiti wa bodi. Kwa hiyo nifanye ufafanuzi. Mimi sijapata medali. Kwa hiyo sasa wanataka kunipa kwa heshima kubwa na taadhima. Surprise, yes. This is it's very humbling. It's very humbling. Yes, it's very humbling. Hii ligi kuu mwaka wa 4 mfululizo. Asante mheshimiwa. Shukuru sana. Alafu mnafahamu kwamba Mheshimiwa Mgoi mdhamini anatokea Kigoma na kuna kazi ilifanyika Kigoma kule. Kwa hiyo hii ya shirikisho mwenyekiti wa bodi anamvalisha sasa mwenyekiti wa klabu. Okay. Sasa Mheshimiwa Mangungu Murtaza kwa kilo huyu anamkabidhi mdhamini kwamba bwana mdhamini zawadi yako hii hapa. Kwa ajili ya wadhamini wote nadhani kwa kazi ambayo wametufanyia. Okay. Nashukuru sana. Sasa Yatambulisha makombe hapo nyuma. Waliona unajua kila makombe yote ya Simba haya wala hakuna mwenyekiti samahani, wakati tunazungumza hilo nasema hata kugusa sijagusa, hiyo ya mwisho ndio niligusa. Kwa hiyo naigusa. Nilikuwa sipo Kigoma kwa lakini nataka niguse ile ya Champions League jamani. Hiyo taenda nitaibeba mwenyewe. Asanteni. Okay, shukrani. Zinapowekwa mzigo na mzigo unakuepo, kwa hiyo sisi tutaendelea kubeba haya. Tutaendelea kuyabeba tu, wengine watakuwa wanaendelea kuyasikia tu. Na hili hapa lingine. Yaani sisi tutaendelea kuyabeba haya. Wao wataendelea kuyasikia tu kwenye bomba kwamba Simba wanaendelea kubeba na tutayabeba kweli. Watatusubiri kwa muda mrefu. Kidume leo kimeongea. Baba akasema kaweka, kamwaga mzigo mezani. Una nini cha kumwambia Mo Dewji kwa jambo ambalo amelifanya hii leo? Mimi ninamsifu sana Mo Dewji, amefanya kitu kizuri. Ameweka mzigo ambao watu walikuwa wanaupigia kelele, mzigo uko mezani na sasa Simba itaendelea kuwa bora katika klabu hii, katika nchi hii pamoja na ukanda wote wa Sekafa. Mimi namwombea Mungu aendelee kupata na aendelee kutengeneza mambo yakawa mazuri. Hii ina maana gani kwa msimu ujao? Watatusubiri. Tutaendelea kuyabeba haya, tumewaambia back to back. Waendelee kutusubiri hivyo hivyo tu. Na mtazamaji wa Msasa Online, tumetoka kumsikiliza Mo Dewji, Mohamed Dewji. Yeye ni mwenyekiti wa bodi wa klabu ya Simba Tanzania, ambapo hii leo amezungumza na waandishi wa habari mambo kadhaa. Kama tunavyofahamu, Simba ni washindi wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia wameweza kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho la Azam kwa mwaka huu wa 2021. Kwa hiyo ni furaha juu ya furaha, na leo ni furaha zaidi kwa sababu wametoka kuweza kubeba kuwekewa kiasi cha shilingi bilioni 20. Bilioni 20 hii ni nini? Hii ni sehemu ya asilimia 49 ya hisa ambayo Mo Dewji hii leo ameweka mzigo kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo ni furaha na shangwe kwa wana Simba kwa kuweza kupata nafasi kubwa kabisa ambayo wanakwenda kuifurahia katika msimu ujao. Kwa hiyo bilioni 20 zimewekwa hii leo na tumetoka kumsikiza hata shabiki naye ameweza kufurahia kweli kweli juu ya kiasi cha pesa ambacho kimeweza kuwekwa. Kutoka katika ofisi za Mo Dewji Dar es Salaam, mimi ni Goldson Bilinyi wa Msasa Online.